إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى. Ndugu zangu katika imani, makhutaba pamoja na walimu, mashekhe, watoaji wa waadhi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhan wamezungumza kila kinachohitajika kuzungumzwa. Wameamrisha watu wafunge, wakahimiza watu wasome Qur'an, wakahamasisha watu wasimame katika visimamo vya usiku vya mwezi mtukufu wa Ramadhan, wakahimiza jambo la utoaji wa sadaqat, na sasa wanaelekea katika kuhimiza hitamu ya nisfu ya kumaliza mwezi wa Ramadhan. Tutaeleza kwamba Ramadhani mwisho wake ni bora zaidi kuliko mwanzo wake, na mapambano kwa ajili ya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani mwishoni ni mapambano makubwa zaidi kuliko mwanzoni mwake. Haya tutaendelea kuyaeleza kwa sababu ndio wakati wake. Ila kuna jambo moja ambalo halijaelezwa. Kama litakuwa limeelezwa, litakuwa limeelezwa kwa uchache sana. Kama litakuwa limeelezwa, nalo si jenginelo bali Ramadhan wal jihad fi sabilillah. Mfungo wa Ramadhani ulioambatana na kupigana jihadi katika njia ya Allah kwa lengo la kulinyanyua jina la Allah tabaraka wa taala. Maudhui hii ina munasaba zaidi kwa wakati huu, baada ya kuwa umma wa Kiislamu umekadiriwa na kadari ya Allah tabaraka wa taala katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhan, kuwa kwake umeingia katika mfungo na machafuko. Yapata takriban tokea tumeanza kufunga ni siku ya 3 au ya 4, usiku wa Jumamosi. Miji katika miji ambayo ina Waislamu wengi
pamoja na mchanganyiko uliopo baina ya ahli sunnati wal jamaa wa baina Shia, lakini umuman katika miji hiyo palitokea uvamizi mzito ambao ulipelekea mauaji ya watu wengi, na watu wanaendelea kufa mpaka sasa. Katika kujihami, wakazi wa maeneo hayo nao wakaanza kushambulia maeneo ya adui, na bahati mbaya maeneo yale ya adui yapo ndani ya miji ya Waislamu. Kwa ikawa Ramadhani ya umwagaji wa damu, Ramadhani ya makombora, Ramadhani ya mauaji. Hii ndio ikawa sababu ya kuchagua maudhui ya Ramadhan wal jihad. Ikhwani fil iman, ilikuwa tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhani mwaka wa pili tokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametoka katika mji wa Madina ameelekea katika mji wa Makka. Alipokuwa mwaka wa pili, na ndio mwaka ambao ilifaradhishwa saumu ya Ramadhani, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alitoka na masahaba wake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ilikuwa siku ya 17, mwezi 17. Kwa wale wa Tanzania walioanza kufunga na Waislamu wenzao duniani, ilikuwa siku kama ya leo, mwezi 17. Na kwa wale waliochelewa, maana yake siku moja kama hii ya leo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alitoka katika mji wa Makka akielekea maeneo ya Badri kwa ajili ya kwenda kuvamia msafara wa kibiashara uliokuwa unatoka katika miji ya Sham kuelekea katika miji ya Makka, ukiwa unaongozwa na Abu Sufyan. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka si kwa lengo la kukusudia vita, alitoka kwa lengo la kwenda kuchukua na kuuteka ule msafara, kwa kulipiza yale waliyofanya Makuraish kwa wengi wa Waislamu ambao walipokuwa wanahama kutoka katika mji wa Makka kuelekea Madina. Kuna watu walizuiwa kabisa, hakuna kuhama, na kwa wale waliolazimisha kuhama kama wakina Suhaib ibn Sinani ar-Rumi radhiyallahu anhu arda. Huyu bwana wakati anatoka katika mji wa Makka kutekeleza amri ya Allah na mtume wake ya kuhama kwa mji wa Madina, aliambiwa, Suhaib, umetoka kwenu miji ya Roma, umekuja katika mji wa Makka ukiwa maskini, fakiri, huna mbele huna nyuma. Umekuja ndani ya mji wa Makka, umefanya kazi, umefanya biashara, umetajirika, una pesa, alafu wetu unataka kuondoka katika mji wa Makka, uondoke na pesa ulizozichuma ndani ya mji wetu. Sasa moja mawili, ima ubaki uendelee na biashara zako, na kama umelazimisha kuondoka, nenda wewe, mali tuachie. Suhaib ibn Sinan ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu akakhiari kupata radhi za Allah zaidi kuliko kupata dunia. Akawaambia, kama tatizo ni mali tu, ninawaachieni mali, mimi nakwenda kwa ajili ya kujibu wito wa Allah na mtume wake. Allah akashusha aya ya Qur'an katika tukio hili, wa minan nasi, wapo miongoni mwa watu, man yashri nafsahu ibtighaa mardhatillah, wapo tayari kuuza hata nafsi zao wakati wakijua kwamba wanatafuta radhi na watapata radhi za Allah, wapo tayari kuziuza hata nafsi zao. Aya hii imeteremka kwa ajili ya Suhaib ibn Sinan ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, alipokubali kuacha mali yake aliyoichuma kwa jasho lake kwa ajili ya zuio hili la Makuraishi. Huyu ni mmoja wa watu wengi ambao walinyang'anywa mali zao walipokuwa wanahama kwenda katika mji wa Madina. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia msafara wa Makuraishi wa biashara unatoka Sham unakatiza katika maeneo ya Madina unakwenda zake Makka, akaenda kuwataka ule msafara, kulipiza dhulma walizofanya Makuraishi kwenye mali za Waislamu. Walipokwenda kukutana katika eneo la Badri katika mazingira ambayo hayakuwa ya kupanga, ikatokea ghazwatul Badr al-Kubra,
ambayo Allah tabaraka wa taala ameita yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, ni siku ya upambanuzi, siku yalipokutana makundi mawili, upambanuzi baina ya haki na batil, upambanuzi baina kufuru na iman, upambanuzi baina tauhidi na shirk, upambanuzi baina sunna na bid'a, upambanuzi baina maasi na taa. Haya yote yalipambanuka kupitia kwenye vita vya Badr al-Kubra. Lakini vita hivi na utukufu wake na utukufu wa watu walioshiriki ndani ya vita hivi vilitokea ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kama sio hivyo, ilikuwa siku ya tarehe 21 ya mwaka wa 8 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alitoka katika mji wa Madina akiwa na wanajeshi wa mji wa Madina takriban watu 10,000, wanakwenda katika mji wa Makka kwa ajili ya kwenda kufanya fathu Makka. Ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Jeshi lile la Waislamu lilitoka kwenda kwenye jihad, kama wanavyogawanya Waislamu wanazuoni. Jihadi imegawanyika katika makundi mawili, imma jihadu daf'i wa imma jihadu talabi. Yawezekana ikawa ni jihad ya sisi Waislamu kuanzisha mapambano, lakini yawezekana ikawa ni jihad kwa ajili ya Waislamu kujilinda waliokuja kuvamiwa katika miji yao. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ndani ya mwezi wa Ramadhani amepigana jihadi hizo zote mbili, jihadu talabi wa jihadu daf'i. Amepigana jihadi ya yeye kuanzisha kwenda kuvamia maadui kama ilivyotokea katika fathu Makka. Makuraishi walikuwa na mkataba wa amani na Waislamu katika sulhul Hudaybiyah mwaka wa 6, na miongoni mwa makubaliano yalikuwa ndani yake kusimamisha mapigano baina ya pande mbili miaka 10. Lakini katika bunudhu al-muahada ilikuwa pamoja na mtu yoyote ambaye atakubali kujiunga na Makuraishi, mkataba huu unamruhusu au upande wa Makuraishi, na mtu yoyote ambaye atakubali kujiunga na Waislamu, mkataba huu unamruhusu kwa upande wa Waislamu. Na yoyote aliyokuwa baina pande hizi mbili, kila mmoja ana haki ya kulinda upande wa huyo mtu aliyejiunga katika upande mmoja miongoni mwa pande hizi mbili. Ikatokea chokochoko baina ya Bani Bakri na Mudhar, ambao upande mmoja ulikuwa upande wa Uislamu na wengine upande wa, wakakumbushwa juu ya mkataba wetu ni wa amani miaka 10, mbona mnaanza kuwapiga wale ambao ni watu wenye muafaka na sisi? Chokochoko ikawa kubwa mpaka ikafikia wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akasema, hapa mlipofikia hatutaki tena mazungumzo, tunaandaa jeshi, tunakuja mji wa Maka kijeshi. Habari ilipofika Maka, alitoka Abu Sufyan ibn Harb kwenda katika mji wa Madina akiwa kiongozi wa washirikina wakati wa mji wa Makka. Amekwenda kuzungumza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujadidisha ule mkataba unaonekana umevunjwa, wamevunja makubaliano mkataba. Akaenda kubembeleza wabakie katika yale masharti. Mtume akamwambia, mmefanya maovu mengi ndani ya mkataba huu, hatuna mazungumzo na nyinyi tena. Akarudi Abu Sufyan katika mji wa Makka akiwa amefeli malengo yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya 21 ndani ya mwezi wa Ramadhani mwaka wa 8 akatoka na jeshi la Waislamu kuelekea katika mji wa Makka. Wakafika ndani ya mji wa Makka kwa lengo la mapambano, sio mazungumzo. Lakini watu wa Makka walivyoona lile jeshi na nguvu walionayo na hamasa waliokuwa nayo, wakaona hatuna uwezo wa kukabiliana na jeshi hili, wakasalimu amri. Akatoa wito Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin, wa man dakhala baita Allahi alharam fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Mtu yeyote ambaye anataka amani, tusije kukutana naye barabarani tukamswaga, aende moja sehemu tatu: akimbilie msikiti mtukufu wa Makka, au ajifungie mwenyewe ndani ya nyumba yake, au akimbilie nyumbani kwa Abu Sufyan. Na haya maneno
ya kupendekeza na nyumba ya Abu Sufyan iwe ni sehemu ya amani, aliyasema Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu warda. Ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun yuhibbu al-madah faj'al lahu shay'an. Abu Sufyan ni mtu ambaye anapenda kusifiwa, hebu mjalie neno moja tu la sifa, huyu atasilimu, atakuwa pamoja na sisi. Wa fi'lan Abu Sufyan alisilimu, na Uislamu wa Abu Sufyan ulianzia hapo. Mtume akasema, wa man dakhala baba Abi Sufyan fa huwa amin, atakayeingia kwenye nyumba ya Abu Sufyan yupo na amani. Watu wakaenda maeneo hayo yaliyotangazwa ya amani, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaingia kijeshi ndani ya mji wa Maka, akafika katika Kaaba, akakuta masanamu mengi, akayavunja akisema, wa qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batilu inna al-batila kana zahuqa. Sema ya Muhammad, haki imekuja na batili imeondoka. Hakika haki ikija batili huwa inaondoka. Katika mwaka wa 14 katika kalenda ya Uislamu palitokea vita vinajulikana kwa jina la Ma'arakatul Qadisiyya. Ma'arakatul Qadisiyya التي كان يقودها سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Vita hivi vya Qadisiyya vilitokea mwaka 14 ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kamanda mkuu aliongoza jeshi lile alikuwa sahabiyun jalil, ahadu al-ashara al-mubashirin lahum bil janna, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wa arda. Huyu ndio alikuwa kamanda wa vita ambayo ilikwenda kupigana maeneo ya Qadisiyya, ilikuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani mwaka wa 14. Lakini mpaka katika Fathul Quds kwenye zama za Salahuddin al-Ayyubi, kwenye karne ya 6 ya Uislamu, zama za Salahuddin al-Ayyubi, Fathul Quds ilifunguliwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikhwani fil iman, شهر رمضان ليس شهر صيام فحسب، ولا شهر القيام فحسب، ولا شهر التراويح فحسب، إنما هو شهر الجهاد أيضا. mwezi wa Ramadhani haukuwa ni mwezi wa kufunga tu, bali haukuwa ni mwezi wa kusoma Qur'ani tu, haukuwa ni mwezi wa kusimama kwenye salatu tarawih peke yake, ulikuwa ni mwezi wa jihadi pia. Inda salafina salih, wema wetu waliotangulia walitumia Ramadhani pia kwa ajili ya kujilinda walipovamiwa, walitumia Ramadhani pia kwa ajili ya kwenda kufanya futuhatul islamiyya. Ikhwani fil iman, umma wa Kiislamu upo katika haira. Dualul arabia wa dualul islamiyya, nchi za Kiislamu na nchi za Kiarabu zipo katika wakati mgumu ndani ya wakati huu mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam, tumewahi kusema al-umratu fi Ramadhan ta'dilu hajja. Umra inayofanywa ndani ya mwezi wa Ramadhani thawabu zake zinafanana na thawabu za hija. Watu wamekwenda kujibu wito huu wa Allah na mtume wake kufanya umra, lakini kurudi haiwezekani. Kuna watu wanafunga wakifuturu hawana baba zao, wengine wanawakosa baba na mama zao, wengine wanaokosa ndugu zao. Wamekwenda kwa ajili ya kutekeleza umra ndani ya Ramadhani, lakini baada ya kufika kule kurudi ndani ya nchi zao haiwezekani. Haya sio mageni, sio mageni. Katika Ma'arakatul Qadisiyya, mama mmoja ambaye anaandika tarehe kubwa ndani ya vita vile anaitwa Hansa. Huyu mama alikaa kikao na watoto wake wa kiume 4. Baada ya kuwa amesilimu, akawaambia watoto wake, mnaona hali inapokuwa mbaya kwenye upande wa jeshi la Waislamu, na nyinyi watoto wangu ni vijana mabarabara, mna nguvu. Tunaendelea kuishi wakati jeshi la Kiislamu linaendelea kudhoofika katika kiwango kama hiki. Wanangu, mna uwezo wa kutoa msaada wote. Akaweka mkataba na watoto wake, akagana nao moja kwa moja. Wale wanaume waliingia katika uwanja wa mapambano, wakapambana, wakaokoa jeshi la Waislamu pamoja na kupata shahada. Huyu mama analetewa taarifa kwamba wanao 4 wote wamekufa mashahidi. Akapiga vigelegele kwa Allah kumkubalia ibada yake aliyofanya kuwatanguliza watoto wake katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Haya yalipita.
Wenzetu walifanya makubwa na makubwa ndani ya msimu wa Ramadhani, pamoja na kuziuza nafsi zao kwa ajili ya kununua radhi za Allah tabaraka wa taala. Ikhwani, najua mara hii kwa matukio haya, kwa baadhi ya watu saumu zao hazijenda vizuri, kwa sababu inapotokea mkwamo kama huu wa kiuchumi, panapotokea mkwamo kama huu wa mawasiliano kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kuna uwezekano kabisa ukaathiri mpaka sikukuu ya Idi. Tulitegemea tunapokuwa na mawasiliano na wenzetu, tunatoa cha kwetu wanapokea, wanatoa cha kwetu tunapokea, lakini tayari dunia imefungwa, hauendi wala hurudi. Kwa vyovyote saumu itakuwa na vitu fulani ambavyo vile tulivyovizoea haviendi sawa sawa. Kama stoku ya mavazi yaliyoandaliwa kwa ajili ya sikukuu imekwisha madukani, maana yake watu wataswali Idi Ramadhani hii na kanzu za zamani na mengineyo mengi katika haya yote ni kadari ya Allah. Wenzetu hawakurudi nyuma kwenye saumu zao, hawakurudi nyuma kwenye kiamu zao, hawakurudi nyuma kwenye Qur'ani zao, hawakurudi nyuma kwenye sadakati zao, pamoja na kwamba Ramadhani zao zilikuwa na haya ambayo ninataja kwa njia ya mfano. Ikhwani fil iman, tunaingia katika 10 la mwisho la Ramadhani, ambalo 10 hilo Mtume alipambana mno katika 10 hilo. Je, kwa machafuko yanaendelea kwenye miji ya Waislamu, watu wataenzi siku 10 za mwisho za Ramadhani kama alivyoenzi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au watarudi nyuma kwa sababu ya haya ambayo yanajiri? Alhamdulillahi rabbil alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله عز وجل، فإن من تقاه وقاه ومن سار على نهجه نجا. Amma ba'du, ndugu zangu katika imani, adui ameweka kambi ndani ya miji ya Waislamu. Alipopigwa jirani wa Waislamu, akaelekeza shabaha zake kwenye miji ya Waislamu kwa ajili ya kumlenga adui. Hii ni moja ya changamoto kubwa zinazopitia umma wa Kiislamu. Natamani nieleze mengi ninayojua kwenye kadhia hii, lakini tosheka kusema Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'an, wa idha ja'ahum amru min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Aya hii iliyopo katika sura An-Nisa, Allah anawaonya wanafiki kwa tabia yao ya kuwa kwao wao wamekuwa ni wazungumzaji wa kwanza kwenye kadhaya zinazozungumzia amani ya umma wa Kiislamu au hofu ya umma wa Kiislamu. Wa idha ja'ahum amru, pindipo wanafiki wanapojiwa na jambo min al-amni au al-khawf, ima jambo la amani ya umma au hofu ya umma, adha'u bihi, hufanya haraka kulieneza, kulisambaza hili jambo. Hili jambo linagusa amani ya Waislamu, linagusa hofu ya Waislamu. Allah anatoa alamu za kisheria, walau radduhu ila rasul, kwa nini jambo hili wasilirejeshe kwa mtume wakati wa uhai wake, na kwa nini jambo hili wasilirejeshe kwenye sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka kwake duniani. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum,
walirejeshe jambo hili kwa wale wenye mamlaka juu yao, ili wao wawe ndio wazungumzaji wa jambo hilo, kwa sababu wao wanajua nini kielezo kwenye umma, ambacho tukitoa maelezo hayo umma utaendelea kubakia kwenye salama. Hizi information zinazoenea kwenye mitandao ya kijamii zinazidi kuleta matatizo kwa Waislamu. Nani mmekuwa katika wahanga wa kuokota kama kwenye TikTok, kama kwenye Facebook, kama kwenye Twitter na maeneo mengine, mnaokoteza habari ambazo zinawatengenezeni misimamo feki kuhusiana na ukweli wa kadhia inavyoendelea, mkatengenezewa picha ya uadui baina yenu. Eti watu wa msikiti wa Kokobichi, Waislamu wanaoswali katika msikiti mmoja, katika eneo moja, nyuma ya imamu mmoja, eti kati yenu kuna Wamarekani, kati yenu kuna Wairani, kati yenu kuna Wasaudia hapa ndani. Ina maana umoja huu tunaojibu kwa imamu mmoja, Allahu Akbar, tunasujudu pamoja, tunarukuu pamoja, lakini akida zetu, mitazamo yetu imetofautiana. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ukiwaona unaona wako pamoja, lakini nyoyo zao zimetofautiana, kwa sababu vyanzo vya kuchukua misimamo yao ya dini kwenye matukio ni mitandao ya kijamii, na kila mmoja anavutika na kile ambacho anakisikia kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Ikhwani, Allah anasema walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, rejesheni haya mnayoyasikia kwa mtume wakati wa uhai wake, kapimeni kwenye sunna ya mtume baada ya kuondoka kwake, na kwa watu wenye mamlaka juu yenu, imma al-ulama au al-umara. walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangeleta elimu yenye manufaa kwenye kutoa kauli yenye umoja, yenye utulivu katika kadhaya kama hizi, wale wenye uwezo wa kufanya istinbati miongoni mwao. Ikhwani fil iman, kuna watu wanazungumza dhidi ya mamlakatul arabiyyah as-saudiya, kuna watu wanazungumza dhidi ya jumhuriyatul iraniyya, kuna watu wanazungumza dhidi ya Waislamu wote wakitetea upande wa pili wasio kwa Waislamu. Haya ni mambo yanaendelea kuugawa umma wa Kiislamu. Tupo na matatizo tayari, amani haipo, utulivu umetoweka, lakini bado tumeendelea kugawanyika kutokana na haya ambayo yanatokea. Ikhwani fil iman, umma wa Kiislamu unapitia katika nyakati ngumu sana, na ugumu wa mambo unazidi kuwa mbaya baada ya kuwa Waislamu hawana mustakbali wa kusema kesho yetu itakuwa nzuri au kesho kutwa yetu itakuwa nzuri. Hali inazidi kuwa mbaya kadri yale mabaya yanapozidi kutokea. Yaani kitokea tatizo, basi ujue hilo lazima litazalisha janga kwa upande wetu. Ikhwani, nchi za Kiarabu zina kipigo kizito, bima fihim as-Saudiya wal Qatar wal Imarat wal Dubai wa Oman. Haya maeneo yote ni katika target, kwa sababu ndani yao amehifadhiwa adui. Na shabaha inapokwenda, mara nyingi shabaha huwa haina macho. Inaweza kaenda sehemu husika na ikatawanyika kaenda sehemu zisizokuwa husika, ikawa tunaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe, pamoja na kwamba lugha ilikuwa ni kumlenga adui, lakini lengo lile la adui limeenda mpaka nje ya. Ikhwan, Allah tabaraka wa taala anazungumzia hukumu ya mtu ambaye anawakusudia maadui, lakini kwenye maadui pakawepo ndani yao kuna Muislamu, akafa Muislamu, lakini lengo lilikuwa sio Muislamu yule, ilikuwa ni maadui. Wajibu wa dia kwa huyo Muislamu ambaye amemuua Muislamu mwenzake, hatulu khata'i, uwaji wa kukosea. Alikuwa anakusudia kumlenga adui, lakini shabaha ikaenda
nje ya adui, kamgusa katika watu ambao hawatakiwi kumwagwa damu zao. Sheria, dini na aya za Qur'ani zimekwisha kulizungumza hili na kulitolea hukumu. Kama imetokea hali kama hiyo, turudini kwenye dini yetu, turudini kwenye mafundisho yetu, tutajua dini yetu imetuhukumia nini matukio kama haya. Lakini kuendelea kutengeneza misimamo dhidi ya Waislamu wenzako kwenye kipindi kama hiki, huko ni kumpa nguvu zaidi adui. Tulieni Waislamu, ili janga limekwisha kutokea. Rejeeni katika mafundisho ya dini yenu, rejeeni kwa viongozi wenu. Allah, viongozi wenu sio watuhumiwa. Natengenezewa picha ya kuonyesha kwamba viongozi wa Uislamu ndio watuhumiwa wa kwanza kwenye kadhaa kama hizi. Sasa ikiwa viongozi ndio watuhumiwa, tunarejea kwa nani? Ikhwani, hii ni fawda, imekwisha kutuka. Busara ni kuangalia tunafanya nini kutoka kwenye mkwamo huu, na hili lipo kwenye mustawa wa dunia nzima, si Waislamu peke yao. Tayari dunia ipo kwenye mkwamo, tunajikwamua vipi? Nas'alullaha husna al-khatima. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khair.